Kwa majina naitwa Jackson Mkulia, ni mhandisi toka TARURA Songea. Nipo hapa kutoa ufafanuzi wa barabara na madaraja. Tulipokea changamoto ya barabara mbalimbali hasa za kwenda mashambani. Kwa hiyo tulichokifanya sisi, tulikuja tukatembea na baadhi ya viongozi, tukawa tumefanya usanifu na kuandaa makadirio ya ujenzi na kuweza kuombea fedha kwa ajili ya matengenezo. Kwa hiyo kwa kipindi kifupi toka mheshimiwa mbunge amepata madaraka, tumeweza kupata fedha milioni 130 kwa ajili ya ujenzi wa daraja kutoka Mchengerole Mnadani kwenda Mchengerole ya zamani. Nadhani mnapita pale mnaona ukandarasi unaendelea na kazi. Lakini zingine zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa mwaka huu wa fedha. Mpaka sasa zipo kwenye hatua manunuzi na zingine tunaendelea kutenga kwa miaka inayofuata ya mbele. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge na mheshimiwa rais kwa kuweza kutoa fedha hizo ili tuweze kujenga daraja la Mchengerole Mnadani kwenda Mchengerole ya zamani. Barabara mbili zilipata kutengewa fedha kwa maana kwamba Ulimba Juu ambayo tayari mheshimiwa mshaiongelea ilitengewa kiasi cha fedha milioni 110, na pia kuna barabara Ulimba Liweta tulishaanza matengenezo kwa miaka mitatu iliyopita na tunapanga kuiboresha kwa sababu ni kiwango kubwa ambacho inasumbua wengi sana, watu wengi wamelima sana. Lakini pia kuna barabara ya Mchengerole kwenda Kakongo, hii kulipita bado tunasubiria, tumeweka kwenye mwaka ujao ili iweze kutengenezwa, pamoja na barabara ya kwenda Hanga Misheni. Kuna kero pia vivuko viwili, kivuko cha mifugo, kivuko na kivuko cha Namayele. Nimeongea na ofisi kwamba hii tutakuja ili tuweze kutembelea tujue vina shida gani na kuweza kuzifanyia usanifu ya matengenezo. Lakini pamoja na vivuko hivi tutatembelea barabara zingine zote ambazo zina shida kwa kushirikiana na ofisi ya kijiji. Ikianza na kero barabara ya kwenda Litoa. Barabara ya Litoa iko chini ya mkandarasi uzao anaitwa Kipera. Mkandarasi alikuwa anatakiwa kusafisha barabara yenye urefu wa kilomita 14. Hadi sasa amefanya kazi ya kukata sehemu ambazo zilikuwa zinafinya barabara kwa nyembamba, lakini pia amechonga na kuweka changarawe kilomita 3. Kazi iliyobakia ni kufikisha barabara kijijini, lakini alikuwa na changamoto ya kucheleweshwa malipo, na hiyo ilitokana kwa sababu mfumo wa serikali ulikuwa umefungwa. Ila kwa taarifa nilionayo, mfumo tayari umeshafunguliwa na kufikia mwezi wa 9 mwanzoni. Kabla ya hapo mkandarasi atoka mshauri site ataendelea na kazi ambazo zimebaki. Kwa hiyo naomba ni mwe uvumilivu, mkandarasi atakuja kumalizia kazi. Barabara za mitaa pamoja na vivuko viwili ambavyo mtampa, kivuko cha Kilama na Liselela. Mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi wa Litoa Isenga, naomba kuahidi kwamba baada ya ziara nitakuja kwa ajili ya kutembelea barabara zote ambazo zina shida pamoja na vivuko ili kuweza kuziweka katika bajeti ya miaka inayofuata. Daraja la Mkimbiji nimelichukua, nitakuja hapa baada ya kuisha ziara ya mheshimiwa mbunge, tutaongozana na viongozi wa kijiji tukalione, kuandaa makadirio ya ujenzi na tutapewa majibu kupitia serikali ya kijiji. Sasa tusisitizeni kuhakikisha anajenga mitaro. Yaani barabara nyingi zinaharibika kwa ajili ya mitaro. Maji yanatembea barabarani. Kwa hivyo kila mkandarasi anapokuja, hebu sisitizeni kuhakikisha mitaro ya maji inakuwepo. Kwa sababu barabara maeneo mengine inakuwa inakomaa, lakini kukiwa na maji yanaingia barabarani yanaharibu tena. Sasa niwaombe sana, wasisitizeni au wataalamu wenu kuhakikisha mitaro ya maji inakuwa ile iliyo bora.